بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bado tupo katika mlango wa 12 albabu thani ashar, ukizungumzia swala zaidi mbili. Tulishia katika almas'ala thalitha, ilikuwa ni Shaabani 1444 Hijria. anasema almas'alatu arrabi'a waqtuha, mas'ala ya 4 katika mlango wa 12, waqtuha, wakati wake. Wakati wake yani wakati wa sala ya Eid mbili, salatu al-Eidain. wanasema wa waqtuha, na wakati wake, ka salati dhuha, ni kama ule wakati wa sala ya dhuha. Kama wakati ambao husaliwa sala ya dhuha بعد ارتفاع الشمس قدر رمح, baada ya kuinuka kwa jua kwa makadirio ya urefu wa mkuki, kutoka pale ambapo jua huchomoza, ukalisubiria lirefuke mpaka utakapo liqismia, kwamba pale lilipo, kutoka pale ambapo limechomozea hupatikana urefu wa mkuki. Huo ndio mwanzo wa salatu ad-dhuha, na ndio wakati ambao watasali wasaliji sala ya Eid. wa waqtuha, na wakati wake, ka salati dhuha, ni kama ule wakati wa kusaliwa salatu dhuha baada irtifai shamsi, baada ya kuinuka kwa jua, qadra rumhin, kwa makadirio ya urefu wa mkuki, ila wakati zawali, utaendelea huo wakati kuwa ni wakati halali wa kusaliwa salatu al-Eid ila wakati zawal, mpaka pale utakapofika wakati wa kupinduka kwa jua kutoka upande wa al-maghrib kuelekea upande wa pili, kutoka upande wa al-mashriq kuelekea upande wa pili wa al-maghrib. لأنه صلى الله عليه وسلم, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wasallam wa khulafaahu, na makhalifa wake waongofu, kanu yusallunaha, walikuwa wakisali sala hiyo ya Eid mbili, baada irtifai shamsi, baada ya kuinuka kwa jua. Yeye Rasul alayhi salatu wassalam na makhalifa wake waongofu aliotuambia tushikamane na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa waongofu,
pale aliposema alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Yeye rasuli alayhi salatu wassalam na makhalifa wake waongofu walikuwa wakiswali Eid katika wakati huu, baada irtifai shams, baada ya kuinuka kwa jua, kutoka pale linapochomozea lile jua likapanda kwa makadirio ya urefu wa mkuki. ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي, na kwa sababu ya kuwa muda ambao upo kabla ya kuinuka kwa jua kwa aina hiyo tuliyozungumzia, muda huo wakati nahi ni wakati wa makatazo. Tumekatazwa na sharia kusali katika wakati huo. Rejea haya kitabu al-Mughni cha Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي ويسن تعجيل الأضحى, na imesuniwa تعجيل الأضحى, kuwahi kuiswali swala ya Eid al-Adha fi awali waqtiha, mwanzoni mwa wakati wake. Fi awali waqtiha, mwanzoni mwa wakati wake. Wa ta'khiru al-fitri, na imesuniwa ta'khiru al-fitri, kuichelewesha swala ya Eid al-Fitri. Maana Eid ya al-Adha fungo tatu yatakiwa iswaliwe mwanzoni mwa wakati wake. Ama swala ya Eid al-Fitri hakuna ubaya tukaichelewesha kidogo. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ya matendo yake mtume sallallahu alayhi wasallama, yani mtume alifanya hivyo, aliwahisha al-Adha na akaichelewesha Eid al-Fitri. ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى, na kwa sababu watu wapo katika haja ila ta'jil al-adha, kuiwahisha swala ya Eid al-Adha, lidhabhi al-adahi, kwa sababu ya kwenda kuchinja vichinjwa, udhiya. Lidhabhi al-adha, ya kwenda kuchinja udhiya, wingi wake adahi. Kwa hiyo tunawahi kuswali mapema ili watu wawahi kwenda majumbani wakachinja wanyama wao, wakaandaliwa wanyama hao, watu wakanywa chai, wakaandaliwa tena kwa ajili ya vyakula vya mchana na mengineyo. Kwa Eid al-Adha iwahishwe, hakuna ubaya ikacheleweshwa Eid al-Fitr. وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر, وهم في حاجة, na wao wapo katika haja, yani wanahitajia hao watu, lianna an-nasa fi hajatin, wahum, na wao hao watu, fi hajatin, wapo katika hitajio, ila mtidadi wakati salati al-fitr, kurefuka kwa muda wa swala ya Eid al-Fitri. Wanahitajia hivyo, yani tuicheleweshe. Kwa nini? Liyattasi'a liadai zakati al-fitri, ili upatikane wasaa wa sisi kutekeleza kutoa zakatul fitri,
kuna ambao jana walichelewa wafika madukani, labda maduka yamefungwa mfano, au walipata taarifa kwa kuchelewa. Kwa hiyo kwa usiku ule atakwenda nyumbani kwa nani, labda akachukue labda zakatul fitri kama ni mchele wake au ngano yake. Kwa hiyo angalau asubiri kupambazuke, anaweza akaenda kwa fulani, bwana hodi, una ngano hapo, chukua dinari zangu hizi, nipe ngano kiasi kadhaa au nipe tende kiasi kadhaa. Kwa sababu ukipita muda huu wakiswali watu salatul Eid, haiwi tena ni zaka, bali hugeuka kuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakayetoa zaka yake kabla ya watu kuswali Eid itakuwa ni zaka hiyo yenye kukubaliwa. Si ametoa kabla ya watu kuswali, hata kama watu wako msikitini, siku ya mvua mfano, au hata kama watu wapo kwenye muswalla wa Eid, kwenye uwanja wanapiga takbira, wewe ukawahi kupeleka sehemu ambayo kwamba wanakabidhi, wapeleka, wewe umewahi. Atakayetoa kabla ya sala fahiya zakatun maqbulatun, inakuwa ni zaka yenye kukubaliwa, yenye tija yake. Tija yake ni nini? Tija yake ni kukusaidia wewe kufutafuta makosa ya hapa na pale katika saumu yako. Ndio hikma ya zakatul fitri. Na hikma nyingine ya zakatul fitri ni kuwatosheleza maskini siku hiyo, kutokamana na jambo la kuombaomba watu. Wasiombe siku hiyo, watu wale wapewe, kuna kuombaomba. Huu ndio wakati wa salatu Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, kwamba baada irtifai shams, baada ya kuinuka kwa jua kwa makadirio ya urefu wa mkuki, huo ndio wakati wake wa mwanzo mpaka wakati zawali. Wanasema al-mas'alatu al-khamisa, mas'ala ya 5, sifatuha, sifa yake inavyokuwa hiyo sala, wama yuqra'u fiha, na sura zisomwazo katika sala hiyo, na zisomwazo ndani yake katika sura, wama yuqra'u fiha. Wanasema wasifatuha, na sifa yake rak'atan, swala ya Eid husaliwa rak'a mbili kabla al-khutbah, kabla ya khutbah, liqauli Umar, kwa ushahidi wa maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Salatul fitri wal adha, صلاة عيد الفطر والأضحى، نصلاة عيد الأضحى فتاتو. ركعتان نركع mbili، صلاة الفطر والأضحى، صلاة عيد الفطر نعيد الأضحى، ركعتان لركع mbili. تمام غير قصر، zilizokamilika ambazo hazina mapungufu, ala lisani nabiyikum, kwa mujibu wa lugha ya nabii wenu. Waqad khaba man iftara, na hakika ameondoka patupu yule atakayezusha.
rawahu Ahmad wan-Nasa'i. Ameipokea hii al-Imam Ahmad na al-Imam an-Nasa'i. Yukabbiru fil ula, hupiga takbira fil ula, katika rakaa ya kwanza, baada takbirati al-ihram, baada ya takbira ya kuhirimia. Wal istiftahi, na dua ya ufunguzi wa sala. Wanapiga takbira fil ula, katika rakaa ya kwanza, baada takbirati al-ihrami, baada ya takbira ya kuhirimia sala. Wal istiftahi, na dua ya ufunguzi wa sala, baada ya takbira ya kuhirimia sala. Wal istiftahi, kadhalika na dua ya ufunguzi wa sala. Manake Allahu akbar, analeta zile takbirat baada ya kuhirimia Allahu akbar, wal istiftahi, na kufungua sala. Wa qabla at-ta'awudhi, na kabla ya kusoma a'udhu. Hukumu ya kusoma a'udhu ni hukumu gani katika sala? Ni sunna au ni wajib? Hukumu ya a'udhu ni wajib. Ikhtilafu zimekuja za wanazuoni, je, ni wajib kwenye kila rakaa au kwenye rakaa ya kwanza? Ni wajib kwenye rakaa zote kabla ya kusoma al-Fatiha, au ni wajib kwenye rakaa ya kwanza? Hapa pana khilafu, lakini kama a'udhu ni wajib, na dalili juu ya wajibu wa a'udhu, sababu nataka kusoma Qur'an. Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Hii ni amri ya Allah. Unapotaka kuanza kusoma Qur'ani, muombe Allah akukinge na shetani aliyewekwa mbali na rehema. Unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, najikinga kwa Allah kutokana na shetani aliyehujumiwa, aliyewekwa mbali na rehema na rahma, asije akaniingia hapa kwenye sala yangu akanichanganyia habari. Allah aniweke naye mbali. Ndio maana haya maneno. Hiyo ni aya, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi, fasta'idh, amri hiyo, fasta'idh, bas omba kinga kwa Allah minash shaitani rajim. Amri imeamrishwa. Kwa hiyo kabla ya kusoma bismillah unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa hiyo ni wajibu hukumu yake. Kila rakaa hapa pana khilafu. Wako waliosema swala yenye rakaa tatu kama vile maghrib, au yenye rakaa mbili kama vile alfajr, au yenye rakaa nne kama vile al-asr, inaitwa salatul asr, ni swala moja. Sio swala kwenye rakaa ya kwanza, swala kwenye rakaa ya pili, swala kwenye rakaa ya tatu, swala kwenye rakaa ya nne. Ni swala hii, ni salatul asr, mwanzo wake mpaka mwisho wake hiki ni kitu kimoja. Kwa hiyo ukisoma a'udhu billahi minash shaitani rajim kwenye rakaa ya kwanza imetosha. Wakatoa mfano kama vile mwezi wa Ramadhani, ukitia nia ile siku ya kwanza ya kufunga ile, kwamba mimi natia nia nafunga mwezi mzima, basi imetosha, kwa kuwa ni saumu ya mwezi mmoja ambao ni nguzo moja katika nguzo tano za Uislamu. Sio kwamba ile siku ya kwanza ni mwezi, siku ya pili ni mwezi. Mwezi hutengenezeka na hizi siku zote. Kwa hiyo ukitia nia kwamba nitafunga mwezi wote, nia yako na imekubalika. Tumeelewana vizuri hapa? Na ndio maana hakuna takbiratul ihrami kwenye rakaa ya pili, wala kwenye rakaa ya tatu, wala kwenye rakaa ya nne. Iko kwenye rakaa moja tu, ile ya kwanza.
imebeba rakaa zote kwa kuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo kwa lugha hii kwamba ukisoma a'udhu kwenye rakaa ya kwanza basi ukaishia nayo vizuri itosha. Ukirudia a'udhu kwenye rakaa ya pili ni katika hali kwamba mustahab, jambo la pendeza, lakini litosha kwenye rakaa ya kwanza kuondosha ile amri uliyopewa. Kwa hiyo Umar hapa anasema salatu al-fitr wal adha rak'atan. Sala Eid al-Fitr na Eid al-Adha ni rakaa mbili tamamun ghairu qasrin, zimekamilika hizi kwa mbili ndio ukamilifu wake. Ghairu qasrin, sio kwamba kuna mapungufu zimepunguzwa, ndio ukamilifu wake huu. Ala lisani nabiyikum, kwa mujibu wa lugha aliyoitamka nabii wenu. Waqad khaba man iftara, na ameondoka patupu. Khaba, ameondoka patupu. Man iftara, atakayezusha. Yukabbiru fil ula, atapiga takbira katika raka ya kwanza, baada takbirati al-ihrami, baada ya takbira ya kuhirimia sala, wal istiftahi, na dua ya ufunguzi wa sala. Yoyote utakayoileta hapa, dua za ufunguzi wa sala ziko aina tofauti. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, dua ya ufunguzi wa sala. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء فوز وصال. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء فوز وصال. وجهت وجهي من ينجنز. والاستفتاح بعد يقصم دوا يوفنغز وصالة وقبل التعوذ قبل يقصم أعوذ أمبوني واجب 6 أبيجي تكبير 6 نوالا hakuna baina ya takbira na takbira neno au dhikri kama walivyosema baadhi yao. Hakuja thibiti kwamba kuna dhikri tunaisoma baada ya takbira ya kwanza au ya pili kwenye zile takbirat ambazo zinaitwa at-takbiratu az-zawaidu. At-takbiratu az-zawaidu. Wa fi thaniyati, na katika rakaa ya pili, qabla al-qira'ati, kabla ya kuanza kusoma al-Fatiha, 5 alete takbira 5, na ukitoa ile takbira ya kuja juu inakuwa 6. Ghaira takbirati alqiyam, ukitoa takbira ya kusimama ile iliyokutoa kwenye sijida, Allahu akbar, ukafika juu, itoe ile. Zile utakazoanza kuzihisabu pale Allahu akbar ziwe 5. لحديث عائشة مرفوعا، وشهيد وحديث يا ماما عائشة مرفوعا إلي رفيشوا كمتومي صلى الله عليه وسلم، كون حديث إن حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت متومي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر، تكبير كتك صلاة عيد الفطر، والأضحى نتكبير كتك عيد الأضحى في الأولى كتك ركايا كوانسا 7 تكبيرات نتكبير 7، وفي الثانية 5 تكبيرات نكتك ركايا بيلي نتكبير 5 سوى تكبيرتي الركوع، ukitoa takbira 2 za rukuu za kurukuu Allahu akbar, mtu amerukuu, zitoe hizo. ويرفع يديه مع كل تكبيرة،
na ainue mikono yake miwili pale inapotamkwa kila takbira. Allahu akbar, anainua mikono yake. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وسبب متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbir. Anapiga takbira huko anainua mikono, Allahu akbar, Allahu akbar. Wengine wamelichukulia hili ndio kama kwa imamu, hilo akasema hata maamuma anaweza kufanya hivyo. ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، kisha atasoma sura baada ya kuomba kwake kinga kwa Allah amkinge kutokana na shetani. Jahra, atasoma jahran, kwa kudhihirisha kisomo. Bighairi khilaf, pasi na khilaf. Hakuna khilaf katika hili kwamba imam siku ya Eid adhihirishe sura. Swala ya mchana hii kama vile hii swala ya mchana asubuhi, imekuja kwamba sura zinadhihirishwa. ويقرأ الفاتحة، na atasoma suratul Fatiha. وفي الأولى، na katika raka ya kwanza baada ya suratul Fatiha, bisabbih isma rabbikal a'la, asome suratul a'la, sabbih isma rabbikal a'la. وفي الثانية، na katika raka ya pili, bil ghashiya, asome suratul ghashiya, liqawli Samura, kwa ushahidi wa maneno ya Samura radhiyallahu anhu, anasema kana sallallahu alayhi wasallama yaqra'u fil eidain, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama akisoma katika swala ya Eid mbili, sabbih isma rabbikal a'la katika raka ya kwanza, wa hal ataka hadithul ghashiya katika raka ya pili. Na pia imekuja kutoka kwa An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Muslim, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil 'idayn bisabbih isma rabbikal a'la wa bihal ataka hadithul ghashiya, hadith An-Nu'man ibn Bashir. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، na imesihi kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu kana yaqra'u fil ula, ya kwamba yeye rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma fil ula, katika raka ya kwanza, bi qaf wal qur'anil majid, akisoma suratu Qaf wal Qur'anil Majid. Wa fi thaniya, na katika raka ya pili alikuwa akisoma iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, akisoma suratul Qamar. Na hii kama ilivyokuja katika hadith aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Waqid al-Laythi, kutoka kwa Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, alisimulia masimulizi haya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fil 'idayn biqaf al-Qur'an al-Majid wa biqtarabati as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, فيراعي الاتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق. فيراعي إمام وتكوى أجالي أتشنجي الاتيان بهذا كل لتهيلي مرة مرهين
akasoma sabih isma rabbikal a'la na hal ataka hadithul ghashiya wa hadha maratan, na hili kadhalika alisoma kwa mara nyingine, yani idi nyingine asikike akisoma qaf wal qur'anil majid. Raka ya kwanza na raka ya pili asome iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, amalan bisunna, kuifanyia kazi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye mtume ndiye aliyesoma hii na ndiye aliyesoma hii. Kwa hiyo wewe kubaki na sabih isma rabbikal a'la miaka yote na hal ataka hadithul ghashiya, unapelekea kuigura ile sunna nyingine na kuihama, ambayo nayo pia ikumbe ilisihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndiyo wanaoyasema wanawazuoni katika kila jambo lililokujia ndani yake hadithi nyingi au maelekezo tofauti, kwamba yafanye yote, jitahidi ulifanye hili, ufanye na hili, usome na hili, usome na hili, usibaki na aina moja. Wamekataa baadhi ya ahlul ilmi jambo hilo, hata kwenye dua ya ufunguzi wa swala ambao tumepiga mfano hivi punde, haikuja aina moja tu. Sasa wewe usibakie na aina moja hiyo, amalan bisunna, isome na nyingine siku nyingine, isome na ile nyingine swala nyingine. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema fayura'i al-ityana bihadha marratan, achunge kuleta aina hii au sura hizi, sabih isma rabbikal a'la kwenye raka ya kwanza, raka ya pili akasoma hal ataka hadithul ghashiya, bihadha marratan, hii ailete mara hii kwenye swala hii, wa hadha, na aina hii ya kusoma qaf wal qur'anil majid raka ya kwanza, raka ya pili ukasoma iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, sura nzima, yani qaf mpaka mwisho, na iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar mpaka mwisho, ndio sunna. Kwa hiyo awe anafanya tanawwu, yani mara hii analeta aina hii, mara hii analeta aina hii, amalan bisunna, kuzifanyia kazi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'a muraati dhurufi almusallin, pamoja pia na kuchunga hali za waswaliji. Usije ukashika al-Baqara, tuko kwenye swala ya Eid tukusikia alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhi, ukapiga marakata ni karatasi tatu, karatasi nne, watu wamekaa nyuma tu. Soma hizi, hii fupi, hizi fupi, kwa kuchunga hali pia za waswaliji. Fayakhudhuhum bil arfaqi, akawa anawachukua wao kuwaongoza kwenye swala, bil arfaqi, kwa ile inayoendana na wao, kwa ile inayoendana na wao. Akiona kwamba tukipiga qaf wal qur'anil majid mpaka mwisho, alafu raka pili nikaja nikaipiga iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar mpaka mwisho, bila shaka qaf ni ndefu ukiilingamanisha na sabih isma, kadhalika iqtarabatis sa'a ni ndefu ukiilingamanisha na hal ataka hadithu al-ghashiya. Kwa ataangalia hali za uswaliji, wakati atasoma mazingira na alama zake, alama za nyakati, kwamba hapa ngoja nisome tu hii. Naweza pia kawa naangalia hali ya hewa, kama wingu limetanda, yani ukiliangalia lile wingu, hili wingu hili ndani ya dakika 15 hapa patamwagika mvua, ndani ya nusu saa hapa. Hali ya hewa hii, bora tuswali haraka, tutoe hutuba dakika 15 20, watu watawanyike. Naangalia pia hali za watu. المسألة السادسة، مسألة 6، موضع الخطبة، sehemu ya khutba. Khutba hutolewa sehemu gani katika hii swala? wanasema mawdhi'u al-khutbati fi salati al-Eid ba'da as-salah, sehemu ya khutba katika hii swala ya Eid, khutba itolewe baada ya watu kumaliza kuswali. Yani hili hutofautiana na khutba ya Ijumaa.
khutba ya Ijumaa ni kabla sala au baada sala? Kabla sala. Anakuja khatibu, anapanda mimbar, anawageukia waislamu, anawasalimia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisha anakaa kitako. Anakaa kitako kwenye ngazi gani? Kwenye mimbar, ngazi ya kwanza au ya pili au ya tatu? Kukaa ni ngazi ya tatu. Ngazi ya pili ni ngazi anayo simamia. Ndio ilivyo ngazi ni mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili wanarijali ahlus sunna, watu wa bid'a wala hawaangalii, hawatengenezi hizi mimbari kama hizi zetu. Watatengeneza sijui kijichumba hivi, unaingia hivi, unapanda ngazi huko, ngazi 7 8, alafu mwingine unashuka kidogo, afu unapanda tena juu. Kila mmoja na taratibu zake. Lakini mimbari ya Rasuli alayhi wasallam wameibainisha masahaba, ina daraja tatu. Ina daraja tatu. Ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, ngazi ya tatu. Na wakatuambia kwamba ngazi ya pili ndio ngazi anasimamia anapohutubu. Na ngazi ya mwisho ya tatu ndio ngazi anayokalia kutenganisha baina ya khutba ya kwanza na khutba ya pili. Kwa hiyo sehemu ya khutba ya Eid ni baada salah, kinyume na swala ya aljumaa au khutba ya aljumaa. لقول ابن عمر رضي الله عنهما، وشهيد وحديث أو قول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. أنا سماج ابن عمر، أنا سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Abu Bakar na Umari, yusalluna al-eidain qabla al-khutbah, wanasali idi mbili kabla ya khutba. Na jambo hili kuna ijmaa ya wanazuoni wa Kiislamu. Lilibaki hivi zama za mtume, zama za Abu Bakri, zama za Umar, kadhalika Uthman. Hakuna aliyekuja akabadilisha huu taratibu tunayemfahamu katika tarikh isipokuwa Marwan ibn al-Hakam. Marwan yeye alianza khutba, alianza nini? Alianza khutba kisha akafuatilizishia sala kama vile Ijumaa. Kwa nini kafanya hivyo? Baadhi ya watu hawakuwa wakipenda kukaa kumsikiliza. Kwa hiyo wakaona hawa dawa yao hawa, naanza na khutba afu tuone. Mtaondoka hamja swali? Mtaondoka hamja swali? Hamuondoki, mtasikiliza khutba mtaka hamtaki. Wanachezea mie. Akapingwa juu ya hilo na masahaba waliokuwa hai kipindi kile. Sahaba Abu Sa'id al-Khudri akampinga huyu Marwan, alikuwa ni mtawala. Akamwambia si sawa ile jambo, sivyo tulivyokuwa tukiswali zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala haikuthibiti kwamba khutba ya Eid eti inatanguliziwa takbirati kama wanavyofanya baadhi ya makhatibu kwenye Eid. Ukishasimama kikubwa wanaleta muqaddima khutbatul haja au muqaddimatul haja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ndio yaliyopokelewa haya maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana yatanguliza haya katika mazungumzo yake na Uislamu.
innal hamdalillah, au unasema alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Baadhi wanasema kutanguliza alhamdu au kutanguliza innal hamda, ile alhamdu imethibiti zaidi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tumeelewana vizuri hapo? Na innal hamda imekuja kadhalika. Kwa hiyo hayakuswihi yale maneno ya takbirat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, anaanza khutba yake. Takbirat hizi lam yathbut iftitahuha, kuifungua khutba ya Eid bitakbirati, kwa kupiga takbira kama hizi, Allahu akbar. Sio lazima usilete kwa sauti ile wanaokaa watu Allahu akbar Allah. Mtu anajua kwamba kwa sauti hiyo ukileta ndio Eid inasihi. Unaweza kusema Allahu akbar, Allahu akbar, ukawa na sauti yako peke yako, sio ile sauti ya kufuata watu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hapa pana Eid, usikia maneno hapa pana Eid. Kikubwa lete takbira, na wala hakuna takbira za kwa pamoja, kila mmoja analeta yake. Huyu kaanza, yule kamaliza, yule katikati, mambo yanakwenda hivyo. Sautu jamai, sauti ya pamoja, wanakataa wanaozungumza. Au kama kuna mwingine anasoma, mwingine anaitikia huko,